Hakuna wa kuichukua nafasi yako ya jinsi ulivyo popote pale ulipo. Iwe ni kifo, iwe ni shetani, iwe ni chochote, iwe ni utajiri, iwe ni mafanikio, iwe ni ugonjwa, iwe ni chochote, hakipo kuchukua nafasi yako, kwa kuwa milele nafasi yako, ikimaanisha sura ya uwepo wa jina lako hilo, hauchukuliwi. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu ndoa sehemu ya 20. Bila shaka popote pale ulipo, katika jinsi hiyo na jina hilo, nafasi yako hiyo ya jina lako hilo, hakuna yoyote awezaye kuichukua milele. Hata kifo nacho hakipo kuichukua nafasi yako. Nafasi yako kwa watoto wako, nafasi yako kwa mke wako, nafasi yako kwa mume wako, nafasi yako kwa wazazi wako, nafasi yako kwenye taifa lako, nafasi yako kwa wanyama wako, nafasi yako kwenye anga, nafasi yako kwenye dini yako, nafasi yako kwenye dhehebu lako, nafasi yako popote pale, kwenye chochote kile kilichopo, hakuna wa kuichukua nafasi yako wewe, kwa kuwa nafasi ulionayo ndio ulio utawala wako, na huo utawala wako haujapewa kwa muda ili akija mwingine auchukue. Hakuna wa kuchukua hiyo iliyo nafasi yako. Ndio hata kifo nacho hakikufanyi wewe usiwe mzazi kwa watoto wako, hakikufanyi wewe usiwe mtoto kwa watoto wako, kwa wazazi wako, haikufanyi wewe usiwe mke kwa huyu mume wako, haikufanyi wewe usiwe wewe katika nafasi ya jina lako kwenye chochote kile popote pale kilipo. Ugonjwa huo haujachukua nafasi yako kamwe ya utajiri ulionao, watoto ulionao, taifa ulilonalo, ubaba wako, umama wako, utajiri wako haujakata bado. Maisha yoyote hayapo kuchukua nafasi yako wewe. Chochote kile unachokitazama, haijalishi kinaonekana vipi, hakipo daima kuchukua nafasi yako ya sura
na jina lako wewe. Kwa kuwa kwenye familia hiyo, kwenye ndoa hiyo, kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwa mzazi huyo, kwa taifa hilo, kwa kabila hilo, kwenye dini hiyo, kwenye dhehebu hilo, katika dunia hii, katika mbingu hiyo, katika popote pale ulipo, kwa jinsi ya uwepo wa sura ya jina lako, jinsi ulivyo hivyo kwa sura ya jina lako hilo, hapo wewe ndiye mtawala wa hapo kwa jinsi na jina lako, na kufanya mke hayupo kuchukua nafasi yako, mume hayupo kuchukua nafasi yako, baba kwenye familia hiyo hayupo kuchukua nafasi yako, mzazi kwenye familia hiyo, mtoto kwenye familia huyo, yule kwenye taifa hilo hayupo kuchukua nafasi yako. Taifa hilo lote halipo kuchukua nafasi yako wewe, halipo kuchukua sura na ya jina lako hivyo ulipo wewe, ikimaanisha halipo kukuchukua wewe, na kusema lenyewe litakuwa wewe, bali chochote unachokitazama, yoyote yule unayemwona, ni uzao uliozaliwa katika sura na jina lako, nao uzao huo ni sura ya jina lako, na kufanya chochote kile, yoyote yule kuwa ni wa sura ya kufanana na wewe hapo ulipo katika jina hilo, ikimaanisha ni sura ya jina lako wewe kamili. Chochote kilivyo, yoyote alivyo, ni sura ya jina lako kamili, ikimaanisha kwamba ni jina lako kamili, yoyote yule, chochote kile. Na hiyo ndio imefanya chochote kile kisichukue nafasi ya jina lako, chochote kile kwa jina lake kisichukue nafasi ya jina lako, kwa kuwa chochote kile ni sura ya jina lako wewe, ikimaanisha chochote kile kwa jinsi na jina lake ni jina lako wewe. Ndio
huyu mume jinsi alivyo ni sura kamili ya jina lako wewe, kimaanisha naye ni jina lako wewe. Na kufanya katika ndoa hiyo kusiwe na mke na mume, bali mke mwenyewe ukitawala kwa jina lako, kwani mume hayupo kuchukua jina lako wewe, utawala wako wewe, bali mume kwa jina mume ni sura ya jina lako wewe, ikimaanisha hata huyo mume bado ni wewe mke, na popote anapotembea ni wewe mke unatembea. Ndivyo ilivyo kwako wewe uliye mume. Katika nyumba yako hakuna utawala wa mume na mke. Katika ndoa yako hakuna utawala wa mume na mke, bali kuna utawala wako mmoja wa jina lako wewe mume tu, kwa kuwa huyo mke hayupo kuchukua nafasi ya jina lako wewe mume, kwa kuwa huyo mke ni sura ya jina lako wewe mume, ikimaanisha ni jina lako wewe mume, na popote anapokwenda haendi akiwa mke, anaenda akiwa mume, yani jina lako wewe. Haijalishi anaenda wapi, kokote anapokwenda anaenda akiwa mume, kwa kuwa mke ni sura ya jina lako wewe mume. Ndivyo ilivyo katika ndoa, yani kuoana. Au kufanana. Na kufanya chochote kile kwa kuoana nacho, yani kufanana nacho, hakipo kuchukua nafasi ya jina lako, kwa kuwa hicho chochote ni sura ya jina lako, ikimaanisha ndiyo jina lako kamili. Ni fedha hiyo, ni mali hiyo, ni utajiri, ni mafanikio, ni mzazi, ni taifa, ni nani yoyote yule, katika jinsi na jina lolote lile, hayupo kuchukua jina lako. Jina lake halipo kuchukua nafasi ya jina lako, kwa kuwa
yoyote yule, chochote kile ni sura kamili ya jina lako wewe mwenyewe, ikimaanisha chochote kile pasipo kujalisha jinsi na jina lake ni sura tu kamili ya jina lako, ikimaanisha chochote kile ni jina lako. Yoyote yule ni jina lako, na kufanya popote pale chochote kile kinapokwenda, si jina lake linakwenda, bali ni jina lako linakwenda. Ni fedha. Popote pale inapokwenda, si jina la fedha linaenda, bali ni jina lako linazunguka. Ndio, ni mzazi. Popote pale anapozunguka, si jina la mzazi linazunguka na kwenda na kufanya kile, bali ni jina lako wewe linazunguka. Na kufanya katika ulimwengu wote, kusiwe na jina la kuchukua nafasi yako. Kusiwe na kingine chochote cha kuchukua nafasi ya jina lako, kwa kuwa chochote kile yoyote yule ni sura kamili ya jina lako, ikimaanisha chochote kile katika jinsi yoyote ile ya muonekano wowote ule ni jina lako. Na ndio maana umefanya ulimwengu wote ukawa katika sura moja ya jina lako wewe. Na huo ndio ufalme moja, ndio ndoa moja, kimaanisha kufaana pamoja, sura moja, mamlaka moja, kwa jina moja, kwa raha moja ya kufaana. Haijalishi ni nini, ni fedha hiyo. Popote pale ilipo, haizunguki ikiwa ni fedha, kwa kuwa fedha hiyo ni sura ya jina lako, na kufanya popote pale ilipokuwa ni jina lako linazunguka. Kwa kuwa fedha ni ya ndoa yako, mume ni wa ndoa yako wewe, mke ni wa ndoa yako wewe, mzazi ni wa ndoa yako wewe. Kila kitu katika jinsi na jina la kuonekana kwake ni cha ndoa yako wewe mwenyewe, ikimaanisha ni kilichooana au kufaana na wewe popote pale
ulipo, ikimaanisha kwamba ni cha sura yako wewe mwenyewe. Popote pale ulipo, ni cha sura ya jina lako wewe. Popote pale ulipo, nacho kuwa ni jina lako, nacho kuwa ni cha jina lako wewe. Na kwa jinsi hiyo kufanya chochote kutokuchukua nafasi ya jina lako, kwa kuwa chochote kile pasipo kujalisha ukubwa wake ni sura tu ya jina lako, ikimaanisha ni jina lako. Kama ilivyo katika mwili wako, haijalishi ni nini kina sifa gani, lakini popote utakaposhika ni mwili wako, ikimaanisha hicho na sifa yake yote na mwonekano wake wote bado ni sura tu ya jina lako wewe mwili, ikimaanisha ni mwili kamili. Na popote kinapofanya kazi, haifanyi kazi kwa jina lake, bali hufanya kazi huwepo kwa jina lako kamili. Ndivyo ilivyo katika chochote kilicho cha ndoa yako, ikimaanisha cha kufaana au kilichooana na wewe, kwamba popote pale kilipo, ni mzazi, ni mtoto, ni mke, ni mume, ni familia, ni kabila, ni ukoo, ni taifa, ni chochote katika jinsi ya jina na mwonekano wake, hicho ni sura tu ya jina lako. Na popote kilipo, hakipo kwa jina lake, kipo kwa jina lako wewe, kwa kuwa hicho ndicho kilicho jina lako kamili. Ndio ninapozungumza kuhusu ndoa, sura ya utambulisho wa ndoa ni uzao, ikimaanisha chochote kilichozaliwa, chochote kilichozaa ni cha kufanana na wewe. Popote pale ukiwa umezaa au umezaliwa, wewe ndiye kwa jina uitwa ndoa, ikimaanisha uliyeoana au uliyefaana na aliyezaa au aliyezaliwa. Haijalishi amezaliwa kwa njia ipi, kwa neno, kwa mwili, kwa damu au kwa njia yoyote ile, bali aliyezaliwa au aliyezaa ndiye aliye wa uzao wako, ikimaanisha wa ndoa yako wewe, kwamba huyu ndiye aliyeoana au aliyefaana na sura yako, ikimaanisha ni wa sura yako wewe kamili kwa jina hilo. Na popote pale alipo kuwa ni wa sura ya jina lako. Kwa hiyo, na aliye wa ndoa yako ni yule aliyezaliwa au aliyezaa. Haijalishi amezaliwa kwa njia ipi, amezaliwa kwa mwonekano upi, kwa kutengenezwa, kwa kuumbwa, kwa kufanyika, iwe kwa neno, iwe kwa roho, iwe kwa mwili, iwe kwa maji, iwe kwa moto, iwe kwa njia yoyote ile, bali kwa sura ile ya kuzaliwa au ya kuzaa, huyo ndiye aliye wa ndoa yako, ikimaanisha wa kufanana na wewe, wa sura ya jina lako hapo ulipo. Na popote alipo, popote kilipo, kwa kuzaa au kuzaliwa
iwe ni kifo, iwe ni uzima, iwe ni utaifa, iwe ni ugonjwa, iwe ni chochote, hakipo kuchukua nafasi ya jina lako na kufanya popote unapozunguka, popote unapokuwepo, chochote kinapokuwepo, kwamba ni chenyewe kipo, bali ni jina lako lipo hapo, kwa kuwa chochote yoyote ni sura kamili ya jina lako, ikimaanisha ni jina lako kamili lipo, linaishi. Kwa hiyo chochote popote pale kilipo, ukianza na kiungo chako, mwili wako, mume wako, mke wako, taifa lako, kijiji chako, ndoa yako, familia yako, uzao wako, uwepo wako, taifa, mbingu, dunia, kwa kila kitu kwa jinsi ya jina la mwonekano wake, huyo ni sura ya jina lako wewe. Hapo lipo, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, ni sura ya jina lako wewe hapo, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, ikimaanisha chochote kile popote pale kilipo, ni jina lako wewe lipo hapo, linatawala, linaishi na kufanya katika ulimwengu wote. Kusiwe na majina mengi yaliyopo, bali jina lako katika kutawala popote pale, katika chochote kile kilipo, kwa kuwa chochote kile kilipo ni sura ya jina lako kamili, ikimaanisha ndio jina lako kamili linatawala, jina lako kamili lipo hapo, jina lako kamili linazunguka hapo, jina lako kamili linaishi hapo. Ndio ulivyo mwili wako, ndivyo ilivyo chochote. Kama ulivyo mwili wako, popote pale unaposhika ni mwili wako kamili. Hata umeshika mkono, mkono ni sura tu ya jina lako uliye mwili, na kufanya ukishika mkono popote pale ulipo ni mwili wako kamili. Si mkono upo pale, bali mwili kamili ndio uko hapo. Ndivyo ilivyo kwenye chochote pale, jina la taifa lolote, jina la chochote pale, popote pale lipo, si jina lile lipo pale, bali jina lako kamili lipo pale, kwa kuwa lile pale, jina lile ni sura tu ya jina lako hilo, popote pale ulipo. Basi hapo lipo upo katika ndoa, ikimaanisha umefanana au umefaana na kila kitu, na chochote popote pale kilipo hayupo kuchukua jina lako, bali ni jina lako linaishi. Ni mume, ni mke, ni yoyote, ni chochote, ni jina lako kamili linaishi, ni jina lako kamili linatawala. Basi na popote pale ulipo, pokea sura ya jina lako, mume wa jina lako, mke wa jina lako, taifa la jina lako, uzao wa jina lako, uponyaji wa jina lako, kila kitu cha jina lako. Pokea mafanikio yako, pokea utajiri wako, pokea uponyaji wako, pokea upya mifupa yako, pokea moyo mpya, pokea figo mpya, pokea maini mapya, pokea mapafu mapya, pokea utajiri, mafanikio, nyumba, elimu, ufaulu. Umepokea ndoa ya jina lako na imekuwa kwako. Pokea chochote katika jinsi ya popote pale ulipo, kwa upya wa mwonekano wake, na kimekuwa hapo ulipo. Basi tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Pokea mafanikio, pokea mafanikio, pokea pumziko lako la jinsi ya uwepo wako hapo ulipo na umekuwa kwako.